Stendi hii ni ya Watanzania na imejengwa kwa kodi za Watanzania. Tuliamua wenyewe kuhama Ubungo kuja hapa, na lazima wote tutii sheria ya kuingia hapa na kutoka hapa. Kama kuna mtu yoyote anadhani nimekosea kutoa maelekezo haya, anipeleke mahakamani. Kama kuna mtu yoyote anadhani nimekosea kutoa maelekezo haya, anipeleke mahakamani. Nisikilizeni ndugu zangu na Ubungo, mnielewe kitu kimoja. Rais Samia hakutuelekeza tuje tuwe stendi ya Magufuli. Walioua hii stendi wapo baadhi ya watumishi wa umma ambao wanaingia kwenye payroll ya kupewa vipesa na hawa wanaofunga hii stendi, ambao nisikilizeni, ambao kwa kuwa wanadhani wanaweza kuamudu wachache, wanadhani pia wanaweza kunimudu mimi. Mimi huwezi kunimudu. Ila kikubwa ninachokitaka, nataka niwashukuru sana wakurugenzi wote wa mabasi yaliyokuja hapa stendi, na nataka niendelee kulaani na kuwaonya tena wale wote ambao bado hawajaleta mabasi hapa. Kuna baadhi ya watu wanasema stendi hii ni ndogo. Nisikilizeni, sitataja kampuni. Kampuni moja imelipa mapato ya mabasi 12, na tulipomuuliza mbona na mabasi karibu 100, anasema mabasi yanayooperate yako 12 tu. Lakini leo baada ya kuhamia hapa, ni miongoni mwa watu wanaopiga simu kwamba yeye na mabasi mengi ambayo hawezi kutosha hapa. Sasa kwenye kodi mabasi yako 12, kuhamia stendi ya Magufuli mabasi yako mengi. Naomba nitoe onyo tena kwa huyo mtu na kwa hao watu kwamba stendi hii haikujengwa kwa pesa mtu binafsi, imejengwa kwa kodi za Watanzania. Leteni mabasi hapa. Na nimetoa maelekezo kwa mkuu wa wilaya, kama itaonekana kuna kasoro ya aina yoyote, nitamweleza mheshimiwa waziri wangu mkuu kuhusiana na pesa inayohitajika, na atamweleza mheshimiwa rais, na tutaileta pesa haraka hapa. Lakini jambo la pili, kama kuna mtu yoyote anahitaji kushirikiana na serikali kuwa na terminal yake nzuri, njoo tukuonyeshe eneo stendi ya Magufuli ili uweke stendi yako na kazi itakwenda vizuri. Shirikiana na serikali. Lakini jambo la kule kote milimani kule ni kwetu, kule kote kule tutakupatia eneo kwa kushirikiana na serikali. Utaweka miundombinu yako, abiria wako watafanya kazi yako. Baadhi ya wananchi wenzetu wanasema bwana, kushukia stendi ya Magufuli ni mbali. Naomba niwaeleze, leo hatutaki kunyang'anyana abiria na bodaboda, hatutaki kunyang'anyana abiria na bajaji na mwendo kasi na daladala. Basi likishusha hapa, tumesema mambo ni mawili tu. Basi likishuka, abiria atashuka, atapanda kwenye basi, au wale matajiri wa yale mabasi walete kosta ndogo zibeba abiria kwenda kwenye zile stendi zao walizojenga kule. Kwa hiyo kutoka hapa unaweza ukaondoka na kosta shuttle ikakuchukua hapa kwenda kule stendi, na sio kuondoka hapa kwenda kule moja kwa moja. Ila nilichokisema, sitaki kuona basi kwenye uso wa Shekilango, na mtu yoyote atakaye kaidi kuanzia hivi ninavyozungumza tena, nataka niwathibitishie nitampeleka mahakamani. Na ndio maana leo mkuu wa wilaya huyu pamoja na RPC na wapongeza kwa dhati, kwa sababu tuko kwenye dunia ya uwazi na ukweli. Mkurugenzi wa TIRISHA tulipiga pingu kumthibitishia kwamba sitaki kupiga pingu madereva. Lakini kwa kuwa leo nimekuja stendi ya Magufuli, naomba tena nitoe onyo kwa madereva. Dereva ndiye anaendesha gari. Hata mimi ni dereva pia. Wewe toka huko, ingiza gari lako hapa, mwambie tajiri huko mjini siingii. Njoo bebe gari uingize mwenyewe. Kwa hiyo kama kuna dereva ambaye hanisikilizi mimi mkuu wa mkoa, anamsikiliza tajiri yake, familia yake itamsahau. Kwa sababu nitampeleka mahakamani na atafungwa tena akiwa ni mtu wa kawaida, wakati tajiri yuko nje. Sipendi kufikia huko. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu wana stendi ya Magufuli, tuilee stendi hii. Na kule mbele kule nimeona kuna maduka. Yale yalikuwa ni makosa.
Yale maduka kule yalikuwa ni makosa. Kule zinapaswa ziwe ni ofisi za kukatia tiketi. Sasa natoa maelekezo kwa mkuu wa wilaya na meya, kwa kuwa wako hapa, waje waangalie kama kuna mahali tunaweza tukajenga jengo jingine zuri, tukaweka maduka, tukahamisha maduka, alafu yale maeneo yote yakabaki na maeneo ya kukatia tiketi. Mara nyingi Dr. Samia anatukanwa kwa sababu ya uzembe wa watendaji tulioteuliwa, kwa sababu ya uzembe wa watumishi tunaofanya kazi za serikali. Sasa nisikilizeni, na hata hapa Ubungo nafahamu wapo baadhi ya watumishi kwenye hii halmashauri wanakwenda kuchukua vijipesa huko na kuzorotesha huu mchakato. Naomba mkome na muache mara moja tabia hiyo. Tuifanye kazi hii ya Dr. Samia aliyotutuma. Leo watu wote hapa wanategemea stendi, wanategemea kula, kusomesha, na tuliamua wenyewe stendi iwe hapa. Nani kahamisha stendi? Sasa ngoja niendelee kuona watu wanakwenda kule. Ila mimi natoa onyo kwa madereva. Nimesema dereva, njoo paki hapa gari, mpigie tajiri yako, mwambie njoo uendeshe mwenyewe, nenda aliko Chalamila. Nataka niwathibitishie, awe mwenye basi, awe ni mtu wa kawaida, asiwe ni mtu wa kawaida, lazima anitakamata, nitapiga pingu, nitaonyesha kwenye kamera na atakwenda jela. Kwa sababu ninajua wapo baadhi ya watu wanashirikiza kwamba mwenye mabasi mgome. Nisikilizeni kwanza. Hili basi lilinunuliwa kwa pesa za ujamaa. Wewe ndio uliyekwenda benki ukanunua basi. Kitendo kilichokifanya ni kile tu kwamba stendi yenu ni hii hapa, na hiyo ni kwa mujibu wa LATRA. LATRA ametoa kibali cha kuanzia hapa, kushusha na kuondoka hapa. Ndio kibali cha license yako. Sasa hicho kingine umekitoa wapi? Kama umeamua kufanya biashara magari, mimi sijafanya biashara magari. Wewe ndio unajua yanalipa ama yalipi. Lakini mimi kazi yangu ni kuhakikisha kuna sera nzuri ili biashara yako isiweze kuyumba. Na ili biashara isiyumbe, leo nimemsikia mtu mmoja anasema tumewekeza karibu milioni 800. What's milioni 800? Hizi ni shilingi ngapi? Hizi ni shilingi ngapi? Alafu mtu anakwenda mahali kaeneo kadogo namna hii. Hizi ni eka ngapi hizi? Hapa pana eka ngapi hapa? Nataka niwaambie, jambo la kwanza ni kukwepa kodi za serikali. Jambo la pili, wanashiriki kubeba watu haramu. Na nisikilizeni. Jambo la tatu, tunawachunguza katika skendo za kubeba madawa ya kulevya. Tunawachunguza kukwepa kodi, kubeba watu haramu, kubeba madawa ya kulevya. Tunachunguza zote hizo. Kama wewe una kesi zote, unashindwa nini kushusha watu hapa? Leo hii Dr. Samia amefungua barabara inayokwenda Kinyerezi na LATRA pamoja na watu wa DART simpo hapa. Tunataka mabasi yale ya DART, angalieni namna kuja kuingia kuchukua abiria hapa na kuondoka. Yale mabasi ya mwendokasi. Abiria akishuka hapa anaingia kwenye mwendokasi au kwenye daladala kawaida, huyo anaondoka zake. Anapigwa na kiyoyozi baada ya tabu na shida kutoka kwenye mikoa mingine. LATRA, kwa mtu yoyote atakaye kaidi kuanzia sasa, futa kibali chote cha ufanyaji wa kazi. Kwa sababu nisikilizeni. Haya mabasi haya ni kweli yanauzwa bei, yanauzwa gharama. Lakini tukifuga huni tunaofuga sasa, kila mtu akiwa na basi moja anataka awe na stendi yake. Mabasi mawili awe na stendi yake. Mabasi matatu awe na stendi yake. Sasa kama tukiruhusu kila mmoja anakuwa namna hiyo, yani mabasi mawili unakuwa msumbufu, utafikiri kitu gani? Hapana. Njoo hapa kwenye stendi, hudumia watu wako, na naomba Watanzania wote waelewe, nia yetu ni njema. Shusha abiria wako hapa, watachukuliwa na vyombo vingine vya usafiri.